Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikia ni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mnaendelea vizuri na hiyo ndio furaha yetu, na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama inazidi kutengeneza vichwa vya habari. Na tukibakilia hapo kuangalia hali ya usalama, na tutakwenda kusema ya kwamba huko wilayani Masisi mkoani Kivu Kusini, hali ya usalama bado ni tete sana kufuatia shambulio jipya la watu wenye silaha lililolenga kambi ya watu waliokimbia makazi yao, yani wakimbizi wa ndani. Tukio hilo lilisababisha hofu kubwa miongoni mwa familia ambazo tayari zimeathirika na migogoro ya muda mrefu. Na kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyolingana, vinadai kuwa tukio hilo lilitokea takriban saa 2 usiku katika kitongoji cha Birere ndani ya eneo la shule ya msingi la Masisi, ambayo inahifadhi makundi mbalimbali ya wakimbizi wa ndani. Familia hizo ambazo zinajumuisha zaidi wanawake, watoto na wazee zilishikwa na taharuki baada ya kuvamiwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Mashahidi wanasema washambuliaji hao walifika wakifyatua risasi za vitisho, hali iliyosababisha wakazi kukimbia ovyo kwa hofu kubwa. Katika hali ya mkanganyiko huo, watoto kadhaa walitenganishwa na wazazi wao, jambo lililozidisha machafuko ndani ya kambi hiyo. Mwanamke mmoja mkazi wa eneo hilo anaeleza kuwa eneo lote liligeuka kuwa la vurugu, akisema milio ya risasi iliwalazimisha wakimbizi hao kuacha makazi yao na kukimbilia gizani ili kuokoa maisha yao. Hofu iliongezeka kutokana na ukali na kasi ya shambulio hilo. Baada ya hapo, washambuliaji walijihusisha na uporaji wa mali za wakimbizi hao. Mifugo kama mbuzi, kondoo na nguruwe pamoja na kuku na bata mzinga zilichukuliwa. Kwa familia nyingi, mali hizo zilikuwa chanzo chao pekee cha kipato na maisha. Baadhi ya wakazi wameeleza majonzi yao, wakisema wamepoteza kila kitu na sasa hawana tena uwezo wa kuwahudumia watoto wao. Baada ya kutekeleza tukio hilo, washambuliaji hao waliondoka bila kutambuliwa, wakiacha nyuma jamii iliyoshtushwa, iliyojeruhiwa kisaikolojia na isiyo na rasilimali muhimu za kuishi. Wakati wa shambulio hilo, milio ya risasi iliendelea kusikika, hali iliyoongeza hofu zaidi ndani ya kambi. Siku iliyofuata, wakimbizi hao wametoa wito wa haraka kwa mamlaka kuimarisha ulinzi katika eneo hilo ili kuzuia mashambulio zaidi. Pia wameomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika ya kibinadamu kwa chakula, makazi na huduma za afya. Tukio hili linaonyesha tena udhaifu mkubwa wa watu waliokimbilia makazi yao katika eneo hilo la Kivu Kaskazini, ambapo vurugu zinazoendelea zimekuwa zikizidisha mgogoro wa kibinadamu na kuendelea kudhoofisha maisha ya jamii ambazo tayari zimeathirika sana na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Na tukizungumzia hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mchakato wa kutafuta suluhisho kwa ajili ya urejeshaji wa amani ambao umejumuisha kutekelezwa kwa maongezi kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 sasa unazua mjadala mkubwa kufuatia mazungumzo yaliyofanyika mjini Montreux kuanzia tarehe 13 hadi 17 ya mwezi wa 4 ama Aprili mwaka huu wa 2026 kwa ushirikiano wa washirika wa kimataifa wakiwemo Marekani, Qatar na Togo kwa niaba ya Umoja wa Afrika. Yalikuwa yamezua matumaini ya kufufua mchakato wa Doha. Hali halisi katika uwanja wa mapigano bado haijabadilika. Makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo hayo bado hayajazaa matokeo yanayoonekana, hali inayoongeza sintofahamu mashariki mwa nchi. Kikwazo hiki kinajitokeza hasa baada ya kumalizika kwa muda wa siku 10 uliokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya kuwaachilia wafungwa, hatua iliyokusudiwa kujenga imani kati ya wahusika. Hata hivyo, licha ya kauli za nia njema kutoka pande zote mbili, hakuna hatua ya kuachiliwa kwa wafungwa iliyoripotiwa rasmi, iwe upande wa serikali ya Kinshasa au ule wa waasi wa AFC M23. Hali hii inaongeza mashaka na kuathiri maendeleo
maendeleo ya mchakato wa amani. Katika upande wa usalama, mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC, huku kila upande ukimlaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Tangu kusainiwa kwa taarifa ya pamoja ya Montreux, tuhuma za uvunjaji wa usitishaji mapigano zimekuwa zikiongezeka. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 26 ya mwezi huu wa 4 mwaka huu, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitangaza kuwa liliangusha siku iliyotangulia droni ya aina ya UAV inayodaiwa kuwa ya jeshi la Rwanda. Droni hiyo ilinaswa katika eneo la Point Zero kwenye milima ya Minembwe wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Jeshi hilo limesema ndege hiyo isiyo na rubani ilikuwa katika misheni ya mashambulizi dhidi ya nafasi na ngome za kijeshi pamoja na raia. Lilikosoa kile linachoona kuwa uvunjifu wa makubaliano ya kupunguza mzozo. Kwa upande wake, msemaji wa AFC M23 Bwana Lawrence Kanyuka ameshutumu vikosi vya serikali na washirika wake kwa kufanya mashambulizi makali kati ya tarehe 25 na 26 ya mwezi huu wa 4 katika maeneo ya Gakenke na Mikenge katika eneo la Minembwe. Kwa mujibu wake, mashambulizi hayo yaliyofanywa kwa kutumia droni za kivita na ndege aina ya KT-6 ni uvunjaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika suala la kibinadamu na kisheria, suala la wafungwa linaendelea kuwa nyeti. Wakati wa mrejesho wa mazungumzo ya Montreux mjini Goma tarehe 22 Aprili, Benjamin Mbonimpa alisema kuwa wafungwa wapatao 311, yani 311 prisonniers wanaohusishwa na M23 pamoja na wengine 166 ama 166 prisonniers wanaohusishwa na serikali ya Kinshasa walitambuliwa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ama CICR kufuatia orodha zilizowasilishwa na pande zote mbili. Hata hivyo, licha ya uhakiki huo, hakuna maendeleo ya moja kwa moja yaliyotokea kuhusu kuachiliwa kwao. Kwa upande wa serikali, msemaji Patrick Muyaya alisisitiza tena dhamira ya serikali kutekeleza makubaliano ili kuruhusu kurejea kwa hali ya kawaida kwa wananchi walioathiriwa na mzozo. Alisisitiza azma ya serikali katika kuhakikisha amani ya kudumu inarejea haraka. Aidha, hatua nyingine muhimu iliyokubaliwa ilikuwa kuanzishwa kwa utaratibu wa pamoja wa ufuatiliaji wa usitishaji mapigano uliopangwa kufanyika tarehe 24 ya mwezi huu wa 4. Hata hivyo, utekelezaji wake haukufanyika kutokana na hali ya usalama iliyoendelea kuwa tete na mapigano kuendelea. MONUSCO ilisisitiza masharti muhimu kabla ya ufuatiliaji wa kweli, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa matumizi ya droni za mashambulizi, kukomeshwa kwa kuvuruga kwa GPS, uhuru wa watumishi wake kusafiri pamoja na ulinzi wa viwanja vya ndege na anga. Katika mazingira haya, kuendelea kwa malalamiko ya pande zote na kutotekelezwa kwa makubaliano kunaonyesha udhaifu wa mchakato wa amani. Wito unaendelea kutolewa kitaifa na kimataifa kwa pande husika kuheshimu ahadi zao na kuchagua njia ya mazungumzo. Changamoto kuu inabaki kuwa kupunguza pengo kati ya makubaliano ya kidiplomasia na hali halisi ya uwanja wa mapigano, ambapo raia bado wanaendelea kuishi katika hali ya hofu na ukosefu wa usalama, huku mchakato mzima ukibaki katika hali ya kusimama bila mabadiliko makubwa ya kimatendo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kwa kuzidi kusikiliza ama kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.